Ujumbe nilionao kwa wananchi au makundi mbalimbali yanayojishughulisha na shughuli mbalimbali na ambao kwa namna moja au nyingine wanajihusisha na usafirishaji au kuwahifadhi wahamiaji haramu, kwa mujibu wa sheria yetu sisi ya uhamiaji sura ya 54 iliyofanyiwa marekebisho mwaka 2023, moja ya makosa ambayo mwananchi au mtu yote anaweza kuyafanya ni kumhifadhi mhamiaji haramu akawa anashughulika naye aidha kwa kufanya kazi na mambo mengine. Kwa hiyo nitoe tu wito kwa wananchi kwamba kusafirisha, kuwahifadhi wahamiaji haramu kwa sheria za nchi ni makosa. Endapo itabainika, basi sheria kali zitachukuliwa dhidi yao. Wapo wananchi wamewahi kukutwa wakiwa na wahamiaji haramu wakawafanyia kazi kwenye mashamba, lakini wengine wameajiliwa katika maeneo tofauti tofauti. Serikali imeweka sheria mbalimbali na kwamba si kwamba mgeni haruhusiwi kuingia nchini, wageni wanaruhusiwa, na si kwamba wageni hawaruhusiwi kufanya kazi nchini, wageni hao pia wanaruhusiwa. Lakini zipo sheria ambazo zimewekwa wazi kabisa, ukitaka kufanya kazi fulani lazima ufike kwenye mamlaka husika uombe kibali ili uweze kufanya shughuli zako ambazo umeingia na unataka kuja kuzifanya. Kwa hiyo taratibu zipo. Ujumbe ni kwamba wageni wote, wananchi washirikiane na idara ya uhamiaji kuhakikisha kwamba wageni wanaoingia nchini wapo nchini kwa mujibu wa sheria. Tunaposema mhamiaji haramu ni kwamba ule uharamu ni ukiukwaji wa sheria, lakini akiweza kuwa amefuata utaratibu, mgeni huyo hawezi kuwa haramu, anakuwa ni mgeni halali na anaruhusiwa kufanya shughuli yote nchini kwa mujibu wa sheria, na kama yeye ameweza kuwa na vigezo vyote kwa maana nyaraka na kufuata taratibu zote za kupata vibali. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inazo mamlaka mbalimbali katika maeneo. Wewe mwananchi ambaye uko mtaani, katika mtaa yupo mtendaji wa mtaa. Fika kwa mtendaji wa mtaa ambaye pia ana daftari la wakazi, mpe taarifa kwamba sehemu fulani nina taarifa kwamba kuna wageni wapo, lakini na wasiwasi huenda wapo nchini kinyume na taratibu. Taarifa hizi zikifichwa kwa mtendaji wa mtaa zitafika uhamiaji. Lakini pia kama hawezi kwenda kwa mtendaji wa mtaa, kila wilaya ina ofisi ya uhamiaji. Afike ofisi ya uhamiaji, atatoa taarifa, au kituo chochote cha polisi kilichopo karibu, akitoa taarifa zitafika kwenye taasisi husika na hatua zitachukuliwa.